Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, inna sunnata nabawiyata, hakika ya sunna na hakika ya mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kad thabata bil i'tikafi, hakika imethibiti kwamba Mtume alikuwa akikaa i'tikaf fi hadhihi al-ashri, katika hili 10 la mwisho katika Ramadhani. Anaamua kuitenga familia yake, anaamua kuwaacha wake zake anaowapenda, anaamua kuwaacha watoto wake, anakaa ndani ya msikiti 10 la mwisho katika Ramadhani. Lengo ni nini? Anakaa i'tikaf kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya kuleta adhkar. Ana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelee, anna Nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Bwana Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhana, alikuwa akikaa i'tikaf katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, hatta tawaffahu Allah, mpaka Mwenyezi Mungu akaichukua roho yake Mtume Muhammad. Ni jambo ambalo alikuwa akidumu nalo, hajawahi kuliacha kwenye umri na maisha yake. Kila Ramadhani inapofika 10 la mwisho, anaamua kukaa i'tikaf ndani ya nyumba ya Allah jalla fi ula, mpaka Allah akamchukua akiwa kwenye hali kama hiyo. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha baada ya kufa Mtume Muhammad, wake zake wakaendeleza mwenendo huu wa mume wao, wakawa na wao kila inapofika Ramadhani 10 la mwisho, wake wa Mtume Muhammad wote wanakaa i'tikafu kwa ajili ya ibada. Allah, leo linapofika 10 la mwisho, hatuna hamu kabisa ya kufanya ibada, bali ndilo 10 ambalo watu wanaanza kupungua kwenye nyumba za Allah. Leo angalia, Ramadhani inapoingia, wallahi misikiti inajaa, misikiti inafurahi, misikiti inatabasamu. Lakini kadri masiku yanavyokwenda ya Ramadhani, watu ndio wanaanza kukimbia nyumba za Allah, wakati kumbe kule mwisho ndio kuna uzuri zaidi kuliko mwanzo. Ule uzuri watu wanauacha na kuukimbia. Hii ni hasara kubwa, ikhwatani. Hadithi hii kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 2026, Muslim kaipokea kwa nambari 1172. Sheikh Albani ameisahihisha hadithi hii fi sahihi Abi Daud, utaipata kwa nambari 2462.